Mungu ambaye katika umilele yako ulitengenezaka siku ya leo na ukajuaka nitakuwa kwa mlima wa Nayoti na nitakamatika kama mgeni, nitatendewa kama mgeni. Lakini Bwana, binanipita akili, shughulika mwenyewe, maana uliniambia nikinishinda nikupe. Sasa nimeshindwa na kusema, ninakusii useme badala yangu kwa ajili ya hao watu. Uwabariki Bwana, uponye magonjwa kwa tendo hili. Naongea Bwana, usilale usingizi kwa ajili ya vita yao, kwa ajili ya huduma ya hapa Nayoti. Saidia watu wako, uwape nguvu mpaka wafike mwisho ya kazi yako. Na kwa ajili ya hawa ambao wako hapa, zirisha uwezo wako mkubwa. Wagonjwa wafikapo hapa wakute karama za uponyaji ziko hapa. Tena na iachilia kwa jina la Yesu. Kwa waintercessor Bwana, achilia karama ya uponyaji hapa, mpaka watu wa mji waelewe ya kwamba kuna shabaha ya Mungu kutuleta hapa, na kuzimu kujua ya kwamba kuna jeshi lifika hapa. Wape uwezo wa vita, waongeze sana zaidi kiimani, na watumishi wao, wachungaji wao Bwana, uwalee katika mikono yako, ukiwapa roho ya hekima, roho ya akili na roho ya woga yako. Lengo moja, walee kondoo yako mpaka nafsi zote zikubali ya kwamba zililelewa na wababa wa imani. Ni wewe umetengeneza kwa watu katika maelfu ya wapasteri. Ulijua ya kwamba hao wawili watasimamia mlima hii. Bwana, yale ulipangaka kupitia wao kwa hii huduma ulionyeshe hapo. Na sababu ya hiyo tena ninamkumbuka Pastor Wilonda katika safari. Bwana, sitamuacha. Acha niseme ulinzi wako uwe mahali pale na uchungaji. Jinsi alitoka kunyumba na amani, arudie vile vile na amani. Tumuone hapa, tumsikia narudia. Tutasema tena asante. Kila jaribu itakayoinukia kanisa ya Nayoti, Bwana, inakuhusu, pigana mwenyewe. Kila mtu atakayeongea vibaya kwa ajili ya hii mlima, Bwana, kutana naye. Ninakushukuru, maana kazi zako hapa utaziongoza mwenyewe, kwa jina la Yesu. Amen.